Samueli wa kwanza chapter number 30. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the southern Ziklag, attacked Ziklag and burned it with fire. Verse number 2, and had taken captive the women and those who were there from small to great. They did not kill anyone but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives and their sons and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. And David's two wives, Ahinoam the Jezreelitess and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Finally, verse number 7. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya uhuisho wako huyo ambaye anatupata akiwa nchini na akiwa nje ya nchi, baraka yako ikaweze kumugumbika, kibali chako kikaweze kusheheni juu ya watu wako. Tutangulie katika kila fani na ukaonekane katika kila sekta. Uvundo wa dhambi ukaondolewe na manukato ya msamaha utokanao na damu ya Yesu Kristo. Fungua milango isiyokuwa ya kawaida. Tunasema ni asante kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba hata na kuamini. Amen. Verse number 7. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring me the ephod here to me. Bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Men can fail you, but God will not fail you. Huyo Abiathar ambaye ni kuhani ndiye nataka niongee mambo yake siku ya leo. Daudi ameenda vita, akarudi nyumbani Ziklag. Wakati alikuwa ameenda vita, kumbe kwa nyumbani Ziklag kulivamiwa na adui. Ziklag ikateketezwa, wanawake wakatwaliwa, watoto wakatwaliwa, na mifugo wao wakatekwa. Umeenda vita, nyumbani ndio kunapigwa. Na ndivyo ilivyo mpaka siku ya leo. Unapoenda vita kupigana na shetani, anaweza akarudi kukupiga kinyumbani, anaweza akaamua kukupiga kiafya, lakini liwalo na liwe, Kristo atakupokeza ushindi. Nasema atakupokeza, atakupatia ushindi by the end of it all. Wakati wamerudi Ziklag, Daudi yako na watu wake wangapi? Wanaume 600 mercenaries. Hawa wanaume walipokuta Ziklag imechomwa, imeteketezwa, wake zao wametwaliwa, hakuna watoto, hakuna
hawana ng'ombe wa kukamua angalau wapate chai au kikombe cha maziwa, waliweza kugafirika, wakakasirika. Kwanza walilia, baada kumaliza kulia wakasema David lazima tutampiga mawe, tutammaliza, kwa maana yeye ndiye aliyetoka na idea ya kwamba twende vita. Mkiua Daudi mtasaidika namna gani? Na isipokuwa ni hili la leo ambalo mumeona Daudi amekosea, si amekuwa mwaminifu na mzuri all along. Makosa moja tu ndoa ivunjike, makosa moja tu mtu aachishwe kazi, makosa moja tu mtu afukuzwe, makosa moja tu mtu afungwe. Hawa watu 600 wanaume wanasema Daudi watampiga mawe, na kama watampiga mawe sasa itabidi wajiinulie kiongozi katikati yao, na Daudi hakuwa wa kuinuliwa na wanadamu, ni Mungu alikuwa amemuinua. Kama wangeliua Daudi ingelikuwa ni blanda kubwa sana. Usiue, usitoe mimba, usifanyie revenge wewe mwenyewe. Just allow the Spirit of God to have a free course concerning every issue that pertaineth to you. Hakuna haja ya kuua Daudi. Wanasema watampiga mawe, watampiga mawe, na kulikuwa hakuna shida ya mawe. Kwa nini? Baada ya Ziklag kuteketezwa na kuvunjavunjwa, mawe yalikuwa yametapakaa kila mahali. Kama watasema watampiga Daudi, watamuua, mawe ni mengi sana. Kwenye mahubiri yaliyopita tulisema ya kwamba hautapigwa mawe, na nilipeana examples za mawe ndani ya Biblia. Tukasema Daudi alikuwa apigwe mawe but aka escape. Tukasema mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi alikuwa apigwe mawe lakini aka escape. Tukasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume Paulo alipigwa mawe, na alipozungukwa na waaminio kabla hawajamuombea akasimama, na watu wakashindwa, kwani mawe haikufanya kazi. Daudi walisema watampiga mawe lakini hawakumpiga mawe. Mungu tu aliintervene ndani ya mioyo yao. Hiyo idea ya kumpiga mawe vile ilikuja ikaevaporate, ni Mungu tu. Yani mtu anakuwa na idea ya kwamba nitaoa mke mwingine, na anaanza kuambia mke wake mimi naweza nikaoa mwingine, lakini unakaa kwa maombi na unaendelea na tabia zako nzuri mpaka hiyo idea na agenda inapotelea mbali in a way you cannot explain. Mtu anasema ata backslide, ataanza ulevi, anakunywa mara moja, ya pili unakaa kwa maombi, alafu baadaye unamuona huyo mtu kanisani anakula meza ya Bwana, alafu hii kusema ataendelea na ulevi ina expire yenyewe in a way you cannot explain. Mdosi anakutishia atakuachisha kazi na anaonyesha hasira, lakini as you stay in prayers anakuja anaacha hiyo story, na hasemi ameacha, lakini ukiangalia ameacha, hata haiongei tena, na ameanza kukutuma kule alikuwa ameacha kukutuma. Ukiona unatumwa mahali alikuwa ameacha, ni kumaanisha ile idea kukuachisha kazi ni kama imekuwa shelved. Walisema watampiga Daudi na mawe, lakini walikuja tu wakaacha that idea, that agenda, they just abandoned it. Ninaomba mpango wote ambao ni mpango mchafu
walikuwa na panga, na huenda ulikuwa umesikia fununu, wakaweze tu kuachana nayo naturally, mpaka wewe utabaki ukishuhudia ya kwamba hujui vile waliacha na kwa nini waliacha, lakini ni Mungu anafanya kazi in the background. Daudi wakati alisikia watu watampiga mawe, neno linasema hata yeye alilia na wale wengine, lakini baada ya kumaliza kulia, eti Daudi encouraged himself in the Lord. Kisha baadaye akaangalia kuhani pastor, jina lake anaitwa Abiathar mwana wa Ahimeleki, na akamwambia, wewe ndiye kuhani, tafadhali ninaomba unipatie ephod. Ephod ni nini? Ephod ilikuwa ni kifaa fulani kilikuwa kwenye nguo za makuhani. Biblia haijapeana kabisa ephod ni nini, Urim ni nini na Thummim. Hivyo vitu vitatu vilikuwa vinatumikanga watu wakitaka kujua mapenzi ya Bwana, especially makuhani walikuwa naenda mbele za Bwana wakiwa na nini, Umim na nini ingine, Thummim na nini ingine, ephod. Sasa Daudi aliambia kuhani anaitwa nani, Abiathar, ya kwamba nipe ephod mimi mwenyewe niweze kuuliza Mungu kama tuwafuate walioteka nyara wake zetu na watoto na mifugo yetu, hawa watu ambao wameiteketeza Ziklag. Nataka Mungu aniambie kama tukiwafuata tutarikava kila kitu. Daudi hakuwa kuhani. Hii ephod anaitisha Abiathar, ni Abiathar alihitajika afanye kazi ya kuomba na kuuliza Mungu whether tufuate. Samueli wa kwanza chapter number 30 in verse number 7 inasema, then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Nitafutie tafsiri ya Kiswahili. Hii kutumia ephod, hii si kazi ya mfalme. Daudi by now, he was not even a king. Na ndiyo huyo tena anaitisha naivera. Samueli wa kwanza 30 verse number 7. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko, inaitwa naivera ephod. Wewe Abiathar, wewe ndiye kuhani. Wewe Abiathar, wewe ni wewe unahitajika uwe unaomba Daudi asije akapigwa mawe. Wewe Abiathar, wewe unasubiri Daudi apigwe mawe ufanye mazishi yake. Wewe Abiathar, wewe mbona hauombi? Daudi alipoona Abiathar hafanyi kazi ya ukuhani, aliitisha hiyo naivera, akaitisha ephod, na ndiyo huyo Daudi akaingia kwa maombi na akauliza Mungu, tukiwafuata wenye kuteka nyara watu wetu na mali yetu tutawapata? Daudi sijui kama alikuwa na shaka whether Mungu atamjibu, kwa maana naivera sio yeye atumie. Naivera inahitajika itumike na Abiathar
Abiathar ambaye ni kuhani. My brother, wakati mwingine utakuwa na mtu unayetarajia afanye kitu fulani na hafanyi. Unatarajia wakati damu inahitajika, your cousin, your brother, your sister atadonate damu kwa ajili ya mgonjwa wenu, lakini amekataa kudonate na si ati ni mgonjwa. Daudi hii siku aliangushwa vibaya sana na Abiathar. He failed him. Abiathar is the one who is supposed to be using the ephod. Abiathar is the high priest. The ephod is a reserve of only the priests. Makuhani peke yao ndio watumie na ivera, si wakina Daudi. Lakini sasa Abiathari, yani Abiathar, si amenyamaza. Yeye anaona watu wanataka kupiga Daudi na mawe, hasemi chochote. He is the one who was supposed to go before the Lord in inquiring whether it was wise and prudent to pursue the enemy. But unfortunately, this pastor by the name of Abiathar, the son of Ahimelech, did not rise up to the occasion that day. Aliangusha Daudi. Ukisikia Daudi anaitisha ephod, ni kwa sababu aliyetarajiwa atumie ephod hafanyi chochote. Na ndio nikasema men can fail you, but God will never fail you. Men can fail you, but God will not fail you. Twende. Men can fail you, but God will not fail you. Tena. Men can fail you, but God will never fail you. Kwa sauti. Men can fail you, but God will never fail you. Mbona sikusikii? Men can fail you, but God will never fail you. Kwa sauti. Men can fail you, but God will never fail you. Louder than that. Men can fail you, but God can never fail you. Kwa sauti jameni. Men can fail you, But God will never fail you. Kwa sauti. Men can fail you, but God will never fail you. Nasema Abiathar alifail. Men can fail you, but God will never fail you. Twende. Men Can fail you, but God will never fail you. Nasema Abiathar aliangusha Daudi. Abiathar aliangusha Daudi. Abiathar aliangusha Daudi. Hakumwangusha, alimwangusha. Abiathar alifanya nini? Alipeana ephod kwa Daudi. Nani alihitajika atumie ephod? Daudi ndiye alikuwa atumie ephod. Imagine unatarajia mtu akusaidie na hakusaidii. Unasaidia mtu akuje na unatarajia atakuja, lakini hakuji. My brother and my sister, nasema hivi, Abiathar na ni kuhani alifail Daudi, lakini Mungu hakufail Daudi.
Your husband can fail you, your wife can fail you, your dad and your mother can fail you, your son and your daughters can fail you, your landlord can fail you, your tenant can fail you, your bishop, your pastor, your evangelist can fail you. Yani mpaka Daudi ye mwenyewe anaitisha ephod, na akaitisha, na Abiathar wakati anampatia, sijui kama alimpatia na furaha, kwa maana wewe unaniitisha ephod na ivera, na wewe si kuhani, nitakupatia tu na sijui hata kama itakusaidia. So Daudi akaanza kuomba, na hii ilikuwa ni raundi ya pili ya huyu Abiathar kuangusha Daudi. Na ni kama Abiathar alikuwa na shida, although aliserve na Daudi vizuri. Baada ya Daudi kuondoka, Suleimani alichukua uongozi. Mnasikianga kuna mtu alitakanga kunyang'anya Suleimani uongozi. Half brother yake anaitwa nani? Adonijah. Si Adonijah alikusanya makuhani watakao msaidia wamuombe? Kwani kuhani gani ambaye alienda na Abiathar? Alienda na Adonijah, si ni Abiathar? Same sisemi same pastor, ninasema same fellow. Jamaa yule tu. Daudi atapigwa mawe na wewe ni Abiathar, kuliko hata uongee na watu uwaambie mimi kama pastor nataka niwapatie wisdom, msimpige Daudi mawe. Abiathar alikaa pale amenyamaza. Sasa kama hata ongea na watu wasimpige mawe, si basi aongee na Mungu, because he's a priest. He never did that. Wakati Daudi aliona kimeumana, alimwambia nipatie hiyo naivera, give me that ephod. Na Daudi akaanza maombi akiuliza Mungu, tukiwafuata tutawapata? Mungu akamwambia fuata na mtarikava kila kitu. Ni kama kuna watu wanapiga makofi. Ni kama kuna watu wanapiga vigelegele. Ni kama kuna watu wanapiga vigelegele. Abiathar kuhani ni yeye alihitajika atumie naivera, ni yeye alihitajika kuuliza Mungu what next. Wakati alifeo, ndio Daudi akafanya kitu ambacho sio cha laini yake. It was like an emergency. Na ni kama Yesu pia alikuja kumsifu Daudi. Kuna wakati Mafarisayo waliuliza Yesu, wewe Bwana Yesu, tunataka kukuuliza swali. Kwa nini hao wanafunzi wako na wewe pia mnaivunja Sabato? Mmeingia mkachukua nafaka ya ngano mkaisugua kwa mikono yenu, ni kama mnafanya kazi, na siku ya Sabato hakuna kazi inahitajika ifanyike. Mbona mnavunja sheria ya Mungu? Yesu aliwauliza, kwani hamjasoma wakati Daudi alipoingia kwa nyumba ya Mungu na akakuta showbread ambayo ni makuhani peke yake wanahitajika kula, lakini yeye akala na akawapatia waliokuwa naye. Na ijulikane kwenu,
ya kwamba mambo mawili. One, mwanadamu hakuumbwa kwa sabato. Sabato ndio iliumbwa kwa mwanadamu. Na namba 2, mwana wa Adam ndiye bwana wa sabato. Daudi aliingianga ndani ya hekalu na akakula mkate ambao ni makuhani peke yao walikuwa wameidhinishwa kukula kwa sababu ya emergency. Leo tunaona tena Daudi sio kuhani na anaitisha naivera na anauliza Mungu kama wafuate. Mbona anafanya hii kazi? Ni kwa sababu kuna mtu ambaye amemfail. Nani huyo mtu? Si ni huyo Abiathar. Na wewe na mimi kuna watu wametufail. Kuna mtu ulitarajia lete hiyo hela, hajaleta, na shetani sasa hivi anajiandaa vile atakavyokuaibisha. Nataka ijulikane, men can fail you but God shall not fail you. Kile kilikuwa kiletwe, hata kama hakijaletwa, Bwana atatenda kitu. Yani mwalimu mkuu anakuambia usiwe na wasiwasi, hata mtoto akipata ngapi hii shule nitamuadmit. Baadaye unasikia mwalimu mkuu anabadilika kuanza kusema eti serikali imetumulika sana. Sitakuchukulia mtoto. Hata kama Abiathar alimuangusha Daudi, that day alipata ushindi. Kuna mtu amekuangusha, lakini ushindi unakuja. Mimi hata sijui Abiathar alikuwa wapi wakati Daudi alipofuata na akarudi na kila kitu. David recovered all. Na hii kurecover all, how did it come about? Ni baada ya kuwa umeangushwa na mtu fulani. My brother and my sister, kuna wale ambao Mungu ameruhusu mtu fulani ya kufail, ili ukipata victory itakuwa clear, si mwanadamu amefanya. This is purely God. Labda kama Abiathar ni angeliomba kwa ajili ya Daudi, angelibakia baadaye anaringa akisema, nilipoona watampiga mawe niliona nimuombe, ndio nikavuta ifodi, ndio nikamuitania juu na Mungu akaninenea. Yani Mungu hata ruhusu mtu yote yaringe atinia alikusaidia. Mungu anataka utukufu wote utamrudia yeye, sifa zote zitamrudia Bwana. Na ndio tukasema men can fail you but God will never fail you. Wanadamu watakuangusha. Yani mtu anakuahidi ya kwamba wakati wa event yako atapeana gari, atapeana soda, atapeana hema, na siku hiyo ikifika hakuna kitu anapeana. Anatuma watu wa hema, nao wanakataa kuiweka mpaka ulipe kwanza, na hauna hela. So unaanza kuingiwa na confusion. My brother and my sister, the Abiathars of this world will fail you, but there is a God in heaven who never fails his people. Neither does he fail his people. Hata Abiathar, mimi najiulizanga, Abiathar
Wewe unasikia watu wanataka kumuua Daudi na hausemi kitu. Imagine kuna watu wanasikia mipango inayopangwa kinyume na wewe na hawasemi chochote, wamenyamaza tu. Hatujui kama wanataka uende au ni vile wako shallow minded na visionless. Wananyamaza tu na wako na power, because hakuna mtu angeongea na hawa 600 people, labda Abiathar. Why? Kwa maana ataongea na wao in the name of God. Kama sio hivyo, anaweza ongea na Mungu waache kupiga Daudi mawe. Lakini to my surprise and to my consternation ni ya kwamba Abiathar alinyamaza tu. Yaani mtu ananyamaza upigwe mawe, na ni yeye ako na uwezo wa kuzuia usipigwe mawe. Mtu ambaye ako na uwezo wa kukataza kitu fulani, hakuna kitu anakataza, amenyamaza tu. Unamwangalia naye anakuangalia. Abiathar umenyamaza tu na watu wamelia. Sijui hata kama Abiathar alilia na wao. Daudi alimwambia Abiathar, leta hiyo scripture tuone. Alimwambia niletee naivera, give me the ephod. Samueli wa kwanza 30 verse number 7. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring me the ephod. Bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Alafu verse number 8, Daudi akiitumia. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for shall surely overtake them, and without fail recover all. Abiathar anaangalia Daudi, labda anamwangalia na madharau ya kwamba wewe sio kuhani na nimekupatia ephod na unaomba ukiuliza Mungu maswali atakujibu. Atakujibu namna gani? Wewe si kuhani. Kwani Abiathar ulikuwa unanyamaza Daudi aangamie? Ni kama kuna watu fulani wamekunyamazia na wako na capacity ya kufanya mambo fulani kuwe sawa, lakini wamenyamaza tu na wanasubiri uaibike, na hatua yoyote unachukua wanaona kama ni kichaa. Abiathar anashangaa, Daudi wewe si kuhani alafu naitisha naivera? This is blasphemy. This is sacrilegious. Hii unafanya ni kama unakufuru. Sasa unaniambia ninakufuru na unakataa kuniombea na maombi ndio itasaidia hapa. Wewe leta naivera. Na Daudi akaikamata, akafunga macho labda, na akaanza kuuliza Mungu, Baba, nataka uniambie nikiwa nimeshika hii naivera. Naivera hii inashikangwa na makuhani, si sawa mimi niitumie, lakini kwa maana Abiathar kuhani hakuna chochote anafanya. Kwanza amenyamaza wakati wanasema watanipiga mawe, tena haniombei na amenyamaza tu. Mungu unisaidie, mwanadamu anaweza akanifeo lakini hautaniangusha. Ndiyo ninakuuliza swali Jehova Mungu wa mbinguni, nikifuata hawa ambao wamechukua wake zetu, watoto wetu, ng'ombe na ngamia na farasi, wakateketeza Ziklag, nikiwafuata nitawapata? Mungu akamwambia wafuate, na sio hiyo tu, utarikava kila kitu. Sasa ile kitu inanifurahishanga nikimaliza ni labda hata itakusisimua. Wakati Daudi alijibiwa na Mungu wafuate, kwani aliyefuata na kina nani? Hawa waliokuwa nataka kumpiga mawe, si waliweka mawe chini na wakati, na vile walikuwa wameleta shida wakisema tutakupiga mawe, Mungu tu aliingia ndani yao akabadilika na akafuata adui na hawa.
Kuna baadhi ya watu ambao wanatisha watakumaliza, lakini Mungu atamaliza uhasama ndani yao na watakupiga jeki. Badala ya kukupiga makofi, watakupiga jeki. Daudi alishangaa ya kwamba waliokuwa nasema watampiga mawe walikuja wakabadilika. Ni wao walienda na yeye kufuata adui. Yaani mtu ambaye alikuwa na kukataza kwenda kanisani, na akisikia unatoa anakuambia leta hiyo simu, angalie M-Pesa statement, nilikukataza kutoanga kanisani. Mungu anakuja anambadilisha, anakuwa ni yeye anakutangulia kwa church na anatoa hata kukuliko. Na haya yote yanatendeka Abiatha akiangalia. Wewe Abiatha, wewe Abiatha, mimi sikatai wewe ni kuhani mkuu. Abiatha, mimi sikudharau. Abiatha, vile umenionyesha nilitarajia utanisaidia, lakini huko nisaidia. In fact, kama Abiatha angekuwa mtu mzuri, alipoona Daudi amechukua naivera na sio kuhani, angeliomba aseme, baba, huyu mjinga amechukua ephod na yeye si kuhani, naomba usimuue na usimuangamize. Abiatha hakuna kitu. So ni kama Daudi, kama hautauliwa na mawe, utauliwa na Mungu kwa sababu ya kutumia naivera. Lakini mawe haikumuua na Mungu hakumuua. Maadui hawatakuua na Mungu hatakuua. Haleluya! Haleluya! Ningelitaka tuombe na wewe. Tumesema hata kama Abiatha mwana wa Ahimeleki amekataa kusaidia, Mungu atakusaidia tu akitumia njia zingine. Ninaomba usimame tafadhali. Nataka ufanye maombi ya kutembea tembea ya dakika 2. Tembea kwa ukumbi mwisho mpaka mwisho ukiweza, na uconcentrate na maombi, kwa maana umeketi kwa muda mrefu. Na vile unatembea, ninatangaza unakanyanga vichwa vya adui. Wewe unafikiria tu unakanyanga vile umezoea, lakini hii kutembea in prayer, adui anashushwa chini ya miguu yako in the name of Jesus Christ. Baba, kuna watu wanaomba wakiwa kwa nyumba. I want to decree, I want to declare, maadui, shida zote zinawekwa chini ya miguu ya wateule. Ati Abiatha amekataa to live up to the occasion na anafikiria tutaangamia. Baba, utatusaidia na atashangaa Abiatha ya kwamba hatukupigwa mawe na pia hatukuuliwa na Mungu baada ya kutumia ephod. Baba, usikubali adui atumalize, na wewe mwenyewe pia usitumalize. Ukikataa adui atumalize, na wewe pia usitumalize. Fabarga sayoyo shatakagarao. Wanaomba watu nyumbani, anaomba mtu akiwa kazini, anaomba mtu akisikiza na headphones, anaomba mtu akiendelea na kazi zake, hata watu hawajui anasikiza nini, kumbe ametune na anasikiliza. Hata kama anajifanya anatoka anaenda msalani, sio msalani, anataka tu round moja atembee vile ambavyo imesemekana ya kwamba tutembee tukiomba. Fapibibibibisha vade vagavaragda fate kegerere bokoshia repre kaiganta ria bagagabagaban rebe kegetetetetetea la pererebe kashna mazai fabiga bagadada bagaganan jandiri bokoshina mazane liye debe tayo
Lia bagabada manamayandara. Daga 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 daga. Yachiriri bosh. Men can fail us, but God will never fail us. Men can let you down. Men can shame you. Men can betray you, but God will never betray you. Shatalalabashina mazaya. Kiria daga bagaga na mayandiri bosh. Naragara watu wanatembea wakiomba. Feb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 ea. Nacha cha ja 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 ja. Garagana wakagatala namsachayo. Chia daga baga 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 baga. Lima la bashina masaya da 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 da. Mobe 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 mobenga. Maka 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 makaya. Lia pata da 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 da. Lia pata da 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 da. Oh chia 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 chia. Fia baga 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 baga. Miri di 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 di. Gege 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 gege. Mia sande di 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 bush. Maka 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 maka. Mahali umefika, usiende mbele, usiende nyuma. Simama hapo. Piga magoti hapo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba na watu wako dakika hii, popote walipo kwenye hii dunia, Baba, nataka nikushukuru ya kwamba Abiada, yeye ambaye hakusaidia Daudi, sijui ni kwa nini hakumsaidia. Labda aliona Daudi amefika mwisho this time. Baba, kuna mtu amezoea kutusaidia, lakini ile imetupata this time, anaona hata saidia. Eti ni kwa sababu hii hatuwezi jitoa. Baba, sio sisi tutajitoa, wewe ndio utakaye tutoa. Ninaomba na huyu brother, ninaomba na huyu sister, popote alipo dakika hii, na lolote ambalo wanakuaminia, natangaza utamsaidia. Daudi alikuwa apigwe mawe, hakusaidiwa na Abiada, lakini Daudi mwenyewe aliitisha naivera na akaja mbele zako na ukamjibu Adibagatargataya. Ilikuwa inatarajiwa labda utampiga Daudi, maana yeye sio kuhani ili atumie naivera, lakini ulimsaidia anyhow, ulimsaidia anyway. Huyu ambaye ninaomba na yeye, kuna mambo fulani ambayo hajafuata ile mtaratara, hajafuata protocol, lakini Baba utamsaidia anyway, utamsaidia anyhow. Kuna vitu fulani amefanya na hajafuata utaratibu wa kawaida. Ninaombea huyu brother, ninaombea huyu sister ambaye kuna mambo fulani ameyafanya na hakufuata utaratibu ambao unahitajika ufuatwe, na watu wanatarajia mambo yake yatachafuka, lakini haitachafuka. Maana hata Daudi aliweza kutumia naivera, na yeye sio kuhani mkuu. Waliotarajia mambo yake yaharibike hayakuharibika, badala yake ulimsaidia anyway. Huyu ambaye ananipata dakika hii, utamsaidia anyway, utamsaidia anyhow, utamsaidia nevertheless, utamsaidia the conditions present notwithstanding. In the mighty name of Jesus, ninakemea mashetani, ninakemea mapepo, ninavuruga nguvu za giza ambazo zinapigana na wewe, hazina uwezo juu yako tena. My brother and my sister, inuka kwa miguu yako, tembea dakika zingine mbili ukiendelea na maombi vile Roho wa Bwana anakusaidia. Tembea ukiomba.
patieni watu envelopes. Ketini chini dakika moja, pewa envelope na usihate, usikose kuchukua, usisusie. Don't give it a wide bath, lakini ipokee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watu wako wanaenda kukutolea. Hata kuwe namna gani, huwa unatarajia watu wako wakutolee. Kuna mtu anaenda kukutolea kwa siri, utambariki hadharani. Wanapokutolea kule, kuna tarajiwa waangamizwe, watu watashangaa. Daudi alisurvive kupigwa mawe na wanadamu, na tena kwa mambo ya kiroho alipoitumia naivera, kuna watu walitarajia ya kwamba ameviolate the spiritual principles na ya kwamba ataangamia, lakini hata kanisani hakuangamia. My brother, my sister, ni kama ninahisi unasengenywa sana. Miezi hii miwili imepita na huu mwezi tuko, ni kama kuna a lot of masengenyo, backbiting, kuna a lot of things, rumor mongering. So many things are being spoken about you. Wengine wanakuongea na hata hawakujui, but kuna vile Mungu atakusaidia. The Lord will vindicate you. Wacha bitterness na uachane na mambo ya revenge. God will finally come through for you. Baada ya mahubiri ya leo, amekupatia amani moyoni. Baada ya amani moyoni ni ushindi mikononi, na pesa kwa account, na uponyaji kwa mifupa, na baraka ndani ya nyumba, na uponyaji ndani ya kila mahali. Daudi aliescape kifo cha mawe na akaescape kifo kwa sababu ya kutumia naivera, na yeye si kuhani. Hakufuata kanuni, but it was because it was an emergency. Kuna mambo umefanya hukufuata kanuni, na watu wanaongea mambo mengi mengi, wanakuambia hapa hujafuata mila, hapa hujafuata taratibu zetu. Kazini kuna vile umefanya, wanasema that is not the standard operating procedure. Hatufanyangi kazi namna hiyo. Sikatai, wacha Bwana tu akainuke na akakutetee. My brother, my sister, ukiwa nyumbani, ukiwa kanisani, ninasema kupitia sadaka zako, wacha Bwana akainuke. Na wewe ebu inuka, weka mikono juu, wacha Kristo akainuke na akaweze kukutetea. Wacha Kristo akainuke, wacha Kristo akainuke. Kusipatikane mabaya yoyote, hautapigwa mawe na hautaumizwa na Mungu. Na hata kama hukufuata taratibu inavyofaa, you are safe and secure. Hakuna ajali, na mtoto atazaliwa vizuri, na aliye tahiri anapona vizuri, na kila kitu itaenda sawa. Kuna wengi wanakuambia ungelienda hii barabara, ungefanya hivi, but that is now water under the bridge. Saa hiyo ndio mtu angelifanya vile anaambiwa. As of now, hatuwezi rudisha saa nyuma. Imefanyika. Sasa watu wanatarajia upate shida, badala yake hautapata shida, utapata ushindi, kwa maana Kristo ako upande wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaagiza watu waketi chini, na baada ya kuketi chini wafunge macho na waanze kusema in the name of Jesus. Na wanapokatalia in the name of Jesus kwa dakika moja, mambo yakafanyike ndani yao, ndani ya familia zao, ndani ya magari yao, ndani ya biashara zao, ndani ya miili yao, ndani ya huduma zao, ndani ya akaunti zao.
Kila mtu katalia kwenye in the name of Jesus. 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 Wewe ambaye uko na shida ya mkono mmoja, unaweza ukasimama na huo mkono ambao unasumbua, ningetaka uweke juu. Hiyo mkono ambayo inasumbuanga, only that hand unaweka juu, and then you wave it in the air, hata kama uko kwa nyumba, and everybody else, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Subiri, wacha huyo aendelee tu kupunga mkono wake angani. Number 2, sijui ni wapi ambapo umepewa order, lakini ni kama unashindwa na kusupply. Unapewa kazi, lakini hela inapiga chenga ya kufanya hiyo kazi, so inabidi ufikirie out of the box. Kazi umepewa, lakini ni kama resources zako haziendanishi na hiyo kazi umepewa. Kazi inahitaji pesa nyingi. Kama ni wewe mtu huyo, unasimama, unawave mikono angani, ukiendelea in the name of Jesus. Sikusikii. In the name of Jesus. Kila mtu. 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 In the name of Jesus. Subiri. Kama kwa familia yenu watu zaidi ya 2 wamewahi enda na kansa, na ni watu ambao mna share DNA the same, yani kwa nyumba yenu at least 2 people cancer, na unatoka hiyo familia, unahitajika uwe umesimama, unapunga mikono angani, ukikatalia in the name of Jesus, ukiwa umefunga macho. Watu wote twende. In the name of Jesus. 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 Asante. Nitataja mambo mengine 4 alafu tutaomba wote. Niliyosema wasimame kwanza, hakuna yote ameketi. They continue in the name of Jesus. Nitaje mambo mengine 4. 1, depression. Either ulikuanga nayo na iliisha, au labda uko nayo mpaka sasa hivi. Unahitajika umesimama, mikono unapunga angani, umefunga macho, ukisema in the name of Jesus. Number 2, wewe ambaye mulizaliwa mkiwa mapacha, yani wewe you are a twin to somebody else, whether they are alive or dead, unahitajika unasimama, unapunga mikono angani, ukisema in the name of Jesus. 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 And then number 3, wewe ambaye unaamini Mungu for the fruit of the womb, unahitajika kuwa umesimama hata kama uko kwa nyumba, alafu unapunga mikono angani, ukisema in the name of Jesus Christ. And then kuna mtu ambaye uko under the sound of my voice, uko na kesi mbaya. Kuna kesi zinakuanga mbaya sana, zisipoenda vile unataka, the consequences can be dire and very bad and very distressing. Unahitajika kuwa umesimama, alafu mikono juu na wave in the name of Jesus Christ. And then the rest of us tusimame, weka mikono juu, katalia in the name of Jesus. Twende. In the name of Jesus. Louder. In the name of Jesus. Louder. In the name of Jesus. Endelea. In the name of Jesus. Baba, katika
jina la Yesu Kristo, wakati wanaporudi tena kwa in the name of Jesus Christ, kuna baadhi ya watu umenionyesha kupitia anointing ya kiunabii, hayo yote ambayo nimeona unawatendea, unaguza wao, Bwana unawashindania kutokana na nguvu za mashetani, unawashindania kutokana na aibu ambayo inatarajiwa na wanadamu. Bwana unawanusuru kutokana na utelezi. Bwana, you are coming through for them. Everybody under the sound of my voice, tukimaliza in the name of Jesus, utamtolea Bwana sadaka ya kusafisha anga, maana kuna baraka zinaanza kumwagika kama mvua ya huri ikija juu ya maisha yako. Everybody in the name of Jesus. In the name of Jesus. Louder. In the name of Jesus. Funga macho, sema. In the name of Jesus. Louder. In the name of Jesus. I see. Louder. In the name of Jesus. Louder. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Louder, louder. In the name of Jesus. Endelea. In the name of Jesus. 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 Asante. Mikono juu, funga macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, anointing yako itembee, iangukie watu right now. Nguvu zako zitembee, ziangukie watu right now. Neema yako ishuke juu ya vichwa vya watu, neema ya miujiza right now. Neno la Bwana likaweze kuangukia watu na baraka zake right now. Mikono juu, funga macho. Neema, anointing, favor, uponyaji, signs and wonders, financial breakthrough, amani ya Bwana, kuinuliwa, uponyaji, chukueni right now. Go to in the name of Jesus. Twende. In the name of Jesus. 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 Keti chini ukisema. In the name of Jesus. Keti chini uendelee kusema. In the name of Jesus. Hilo jina likusaidie. In the name of Jesus. Hilo jina linaponya. In the name of Jesus. Hilo jina lina protect. In the name of Jesus. Hilo jina lina kuprosper. In the name of Jesus. Hilo jina lina kuanoint.
Jesus. Hilo jina linaleta pesa. In the name of Jesus. Hilo jina linaleta amani. In the name of Jesus. Linaleta utakatifu. In the name of Jesus. 2 more times. In the name of Jesus. 1 more time. In the name of Jesus. Mtu aseme Bwana Yesu niokoe. Nisamehe dhambi. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimeokoka. Nimeokoka. Na achana na yote. Nimfuate Kristo. Bwana Yesu, pokea sadaka yangu. Dhabihu yangu. Tenda miujiza ndani ya maisha yangu. In Jesus name. Amen. Tenda